Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma bado, penzi wa watazamaji wa Babu Salam Online TV, bila shaka tuko hadhuri bwana. Leo bwana, tuko hapa katika ardhi hii ya kijiji hichi cha Mtakuja ndani ya wilaya ya Chemba, na hapa nikiwa na ndugu zangu, rafiki zangu, ambako leo tumefanya ziara hapa na hasa kuja kupata historia fupi ya almarhum Fadhilatu Sheikh Al-Habib Sheikh Othman Kwiva, na hapa nikiwa na mwanae, nikiwa na mjukuu wake, nikiwa na mwanafunzi wake hapa. Ni moja katika walezi wake na ni moja katika vijana ambao waliopata malezi kwa kupitia kazi na da'wa na hamasa na ilmu aliyokuwa nayo Sheikh Othman Kwiva. Rafiki yangu ndio kwamba Babu Salam Online TV iko hadhiri hapa, na hasa kutambua ukamilifu wa majina yako, lakini pili kupata walau kwa uchache mzee alikuwa ni mtu gani. Nimeona kwamba ana haraka na watu wengi sana na kazi zake zilikuwa 1 2 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Jureji bin Uthmani Isa wa Kwiva al-maarufu, ni mwanae wa kumzaa. Alhamdulillah, kwa ufupi, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia afya njema na salama na amani. Historia ya mzee ni ndefu, manake nikianza mimi ni mtoto mdogo wa juzi, kuna wakubwa zangu walivyoanza huko. Historia ya mzee ni ndefu, nichukua kwa ufupi. Na pia kushotoni kwangu hapa yuko Ustadh Khamisi, wao ni wanafunzi wa enzi hizo, wanamjua mzee historia yao. Kwa ufupi ni kwamba Sheikh Othman Kwiva, Mwenyezi Mungu amrahamu, sifa ya kwanza, Mwenyezi Mungu alimjalia tabia ya aina yake. Tabia ya kwanza, mzee alikuwa ni kipenzi cha watu, jinsia zote, bila kujali dini. Mzee alikuwa ni mpenzi wa watu, na ndio kaona kwamba mzee walikuwa wanamhitajia watu mbalimbali, waliona yani kwenye dini ya Kiislamu na hata wasiokuwa na dini. Mzee watu wake wote walikuwa ni watu wake. Lakini jambo la pili, mzee alikuwa ni mcha Mungu. Ucha Mungu ule wa uhakika, sio ucha Mungu ni ule ucha Mungu wa uhakika. Lakini jambo la tatu, mzee alibarikiwa kufanya dua, yani kuomba dua, kuombea watu dua. Hili linajulikana, ni maarufu ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Mzee ilikuwa hata baadhi ya sehemu, kama kuna hizi simba zimevamia, mfano kuna tukio lilifanyika Soya miaka kadhaa iliyopita wakati wa hai wake, mzee alikwenda kule akafanya dua na mambo yale akafanya nini, yakaondoka. Lakini milipuko ya shida mbalimbali, watoto kuanguka mashule, haya ni mambo ambayo yalifanywa hadharani na yakajibiwa. Lakini si hilo tu, mzee alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana watu kushikamana, watu kupendana, watu kuihuisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu kuwa kitu kimoja bila kujali huyu ni tajiri asiyokuwa tajiri. Hii ilikuwa ndio sifa ya mzee. Lakini namba 3 niseme, mzee wetu Mwenyezi Mungu amjalie kheri, kuja hapa Mtakuja, hapa alikuja asili yake ilikuwa ni kula Tandala. Alikuja hapa kufanya kazi za da'wa. Tandala amefanya da'wa na huku tena alikuja kufanya da'wa. Ndio kaona kwamba moja kazi alizozifanya kwa ufupi ni kuasisi msikiti ambao ni msikiti mkubwa hapa Aljuma, jina lake unaitwa Masjidur Rawda. Alianzisha yeye mwenyewe kwa mali yake mpaka msikiti ukakamilika. Lakini hapa tulipokaa ni kwenye jengo la madarasa. Hii ni yeye mwenyewe, jambo hili kalianzisha na mpaka likakamilika, na hivi tunavyozungumza hapa tayari ni darasa hili linasomwa, wanaume wapo, wanawake wapo. Lakini si hivyo tu, wapo vijana wa kuhamia kutoka vijiji mbalimbali wako hapa, na sisi wenyewe ndio wasimamizi wa kazi hizo. Moja vitu ambavyo ameviacha, Mungu anasemaje, wanaktubu maqaddamu wa atharahum. Athari ni kile kilichoachwa kizuri baada ya mtu kuondoka. Mzee katuachia ilmu, japo ni kidogo, lakini kama tutaifanyia kazi na tukaitekelezea, kwa Mwenyezi Mungu itakuwa ni kubwa. Mwenyezi Mungu amrahamu, Mwenyezi Mungu alinaurisha kaburi lake, na inshallah na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tabia njema, huenda na sisi tukawa ni miongoni mwa yeye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, mambo ni mazuri. Tumesikia hapa moja katika historia ya almarhum Fadhilatu Sheikh Al-Habib Sheikh Othman Kwiva, na hapa nakwenda kwa ndugu yangu Fadhilatu Sheikh aweze kutuelezea wala kwa uchache namna alivyokuwa Sheikh Othman Kwiva.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafikiri napenda nieleze tu kwa ufupi historia ya mzee tangu kuanzisha shughuli hii hapa. Kwa ujumla mzee alianza shughuli hii miaka mingi zaidi ya tangia mwaka 1952 alikushaanza shughuli hizi za dawa na shughuli hizi za kitwarika na kufundisha. Lakini tuzungumze tu jambo ambalo liko mbele yetu. Shughuli hii imeanza, vikao vya kwanza tulianzisha tangia tarehe 15 mwezi wa 9 1997 mpaka sasa hivi ni miaka 29. Yani kufikia hivi leo tuna miaka 29 tangu hii shughuli kuanza. Lakini baada ya kuanzisha shughuli ya hadhara, baadaye akaja akaunganisha na shughuli ya mahujaji. Kila mwaka lazima tupate dua za mahujaji kutoka maeneo mbalimbali, wilaya 4. Mahujaji wote huwa wanakusanyikana hapa kwa ajili ya kutakia dua. Hii ni jitihada ya mzee ambaye amefanya baada yeye kutoka hija. Basi inshallah aliamua kufanya jambo hili na tukalikubali na Waislamu wote wakaliitikia kwa mpaka leo bado linaendelea. Kwa hiyo kwa ufupi shughuli hii ni endelevu na tunaomba Mwenyezi Mungu basi tukijaliwa tutakuja kutoa historia tangu kuzaliwa kwake, kusoma kwake hadi kufikia dawa au hadi kufikia swala zima la kuwalingania Waislamu na kuwaunganisha kwa ujumla. Kwa ufupi shekhi wetu alikuwa ni mcha Mungu, ni wali wa Mwenyezi Mungu. Wabila tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neno moja kwa mjukuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Neno moja kwa mjukuu ni kwamba mzee wetu alikuwa ni kipenzi cha watu, alikuwa akifanya miamalati mbalimbali na watu, na alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni wali. Wakati safari yake kwenda haji, wallahi Waarabu wote walipiga magoti chini kumtukuza mzee. Siku anarudi waliuliza, huyu ni nani huyu mzee? Tukasema huyu ni mzee wa mtaa, lakini mapokezi yake yalitisha sana. Alhamdulillah, alikuwa ni wali na alifanya dua pale airport. Alhamdulillah, mimi nikiwa kama mjukuu nilishughulikia msafara wake mwanzo mpaka mwisho na Al-Haramain. Masala inshallah. Naam. Na inshallah kikubwa Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tabia za watu wema waliopita. Kikubwa zama tulizonazo Sheikh Harama ni zama za kiajabu ajabu. Watu hawataki kutukuzana, watu hawataki kupendana. Moja vitu ambavyo vinapandisha watu daraja ni watu kuheshimiana. Tusitukanane kwa sababu ya madhhabi, tusikashifiane kwa sababu ya taasisi, tusikashifiane kwa sababu mimi nimesoma kwa fulani, mimi nimekosoma kwa fulani. Dini yetu ni moja, tushirikiane. Madhehebu yote muda ni Waislamu, tushirikiane. Hata na wasio kuwa Waislamu tushirikiane. Masuala ya kutukanana kwenye vinara, kutukanana kwenye mihadhara, kutukanana sehemu mbalimbali ni jambo ambalo dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetukatalia. Na hasa hili ni moja ya misia zake alizozitoa wakati wa kuondoka. Alisema watu washirikiane, watu wapendane, watu wathaminiane. Kwa sababu nini? Maneno ya bwana mkubwa anasema almar'u hadithu qaumin ba'da mauti. Mtu ni mazungumzo ya watu baada ya kufa kwake. Haya ni maelezo ya Sheikh Uthmani, tabia yake. Je, sisi tutasema nini baada ya kuondoka? Mwenyezi Mungu na sisi atujalie ndimi zetu ziwe ni makubuli. Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tuwe na tabia, lakini pia tukubali kukatazwa na kukatazika, kuamrishwa na kuelekezwa. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillah. Niweze kufikia tamati sasa baada ya kuwa tumepata mambo mazuri sana hapa tukiwa katika ardhi hii ya Mtakuja ndani ya wilaya Chemba. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chuma bin Hussein wa Babu Salamu TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.